sana katika kituo cha huduma kwa wateja. Welcome to Moes Contact Center. Kituo hiki kina huduma lukuki ambazo utaweza kuzipata saa zote 24. Kuna mengi sana humu ya kujifunza na ambayo yako tayari kwa kutatua changamoto zako wewe Mtanzania ambao ulikuwa unaifunga safari yako kutokea nyumbani uliko kufuata huduma kwenye jengo la Wizara ya Elimu. Sasa ni simu moja tu. Ndugu Katibu Mkuu, kwanza ni kushukuru wewe binafsi pamoja na management pamoja na watumishi wote wa Wizara ya Elimu kwa kusimamia kituo hiki toka tunasema inception stage, yani toka wazo mpaka kufika kwenye uhalisia wake. Na leo hii tunaona kwamba tumekuja kukizindua. Kipekee kwanza tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa mwanadiplomasia namba 1 ambaye kimsingi ndiye aliyesababisha haya yote yatokee. Kama tunavyofahamu kwamba kituo hiki kimefadhiliwa kwa kiasi kikubwa sana na wenzetu wa serikali ya Uingereza kupitia ofisi yake ya Commonwealth na mradi wetu wa shule bora, ambapo hapo awali tulikuwa na kitu kinaitwa call center, lakini sasa hivi tuna contact center, maana mnaona hizi facility zote ziko hapa. Lakini kama tunavyofahamu, tarehe 22 mwezi wa 4 2021 Daktari Samia Suluhu Hassan akihutubia bunge kwa mara ya kwanza kama Amiri Jeshi Mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliagiza Wizara ya Elimu kufanya mapitio ya sera pamoja na mitaala yetu, kazi ambayo ilikamilika mwezi wa 10 2023, na sera hiyo sasa imezinduliwa tarehe 1 mwezi wa 2 mwaka 2025. Lakini sera yetu hii pamoja na mitaala yetu mipya imeanza kufanya kazi toka 2024. Tafsiri yake ni nini sasa? Kwa upande wa Watanzania tunatoa wito kwa Watanzania wote. Sera hii ni kama tulivyosema ni 2014, lakini toleo la 2023. Lakini ina maboresho na mabadiliko makubwa sana ambayo kila Mtanzania anatakiwa ayafahamu. Na yule asiyeyafahamu, tukasema sisi kama serikali, kama wizara, kuna umuhimu wa kuwa na kituo cha kupata taarifa mbalimbali kutokana na mabadiliko ya taaluma yetu, mabadiliko ya elimu yetu, na mabadiliko ya mitaala pamoja na sera hii ambayo tunaendelea kuyatekeleza. Watanzania wanakaribishwa kutoa maoni, kuuliza maswali, kupata clarification, na kama tulivyo taarifu awali, tupo katika maboresho makubwa katika mfumo wa elimu. Na tunajua Watanzania wengi huenda hawajapata habari au hawajui namna ya masuala ya maboresho haya yanavyokuwa. Kwa hiyo kituo hiki kitatumika kutoa taarifa na kutoa elimu ya juu ya maboresho yanayoendelea, lakini pia kutoa taarifa ya masuala mbalimbali ambayo yanahusiana katika sekta ya elimu. Kituo hiki nimezungumza ni state of the art ambacho kwa kweli kitakuwa na watakao kuwa na hudumu hapa kwa wakati mmoja. Kutakuwa na watu 10 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kama kutakuwa na maelezo au maswali kupitia mitandao ya kijamii, simu, email, wataalamu ambao watakuwa hapa wataweza kutoa majibu sahihi au kutoa elimu kulingana na swali au swala ambalo Mtanzania mwenzetu ametaka kulifahamu. Kwa hiyo hiki ni kituo ambacho sasa kinakwenda kuimarisha utendaji wa wizara, lakini pia kuongeza ufanisi, lakini pia kupunguza hata yale mahangaiko ambayo Watanzania wenzetu walikuwa ni lazima wasafiri kutoka sehemu mbalimbali na kuja hapa kupata taarifa au kujua miongozo mbalimbali. Kwa hiyo kituo hiki kinakwenda kuwarahisishia sana Watanzania wenzetu namna ya kupata huduma, namna ya kupata majibu, lakini pia kupata taarifa sahihi ya kile ambacho kinafanyika katika Wizara ya Elimu na hata sekta ya elimu kwa ujumla. Kama ambavyo mnafahamu, baada ya kituo hichi cha huduma kwa mteja cha Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kuzinduliwa, kituo hichi kitakuwa chini ya usimamizi wa Kurugenzi ya Utawala na Usimamizi wa Rasilimali Watu. Kazi ya idara yetu itakuwa ni kuhakikisha muda wote watumishi waliopangwa kuwepo kutoa huduma katika kituo hichi wanakuwepo na huduma zinatolewa kwa usahihi. Lakini katika kuhakikisha hilo, tutahakikisha huduma ndogo ndogo ambazo zitawafanya watumishi wao wanatoka kwenda huku na kule, kwa mfano kupata kifungua kinywa na nini, zitakuwa zinapatikana mahala hapa, ili mtumishi wa kituo hichi atakuwa anatoka tu hapo nje, anaingia kwenye lounge, anakoroga chai yake, anakunywa, na wakati wengine wanaendelea kumhudumia.
Kwa hiyo tutakuwa na usimamizi wa karibu kabisa kuhakikisha kwamba ile falsafa ya huduma zote katika jengo moja zinapatikana hapa, na Watanzania ambao walikuwa wanasafiri kutoka mbali kwa ajili ya kuja kufuatilia masuala mbalimbali ya kisera au kimitaala au miongozo mbalimbali inayotolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, sasa wanaweza kuipata kupitia kituo hiki. Kwa hiyo tutaendelea kufanya kazi masaa 24 kama ambavyo tumesema. Wakati mwingine hata kama hakutakuwa na mtu humu ndani, matumizi ya teknolojia kama AI na zinginezo zitaendelea kufanya kazi katika kuhakikisha kwamba majibu na maoni na hoja mbalimbali zinapokelewa na kujibiwa kwa wakati. Bila shaka umeridhika na umeona huduma ambazo zinapatikana kwenye kituo cha huduma kwa wateja. Kituo hiki kinapatikana ndani ya jengo jipya la Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ambalo linapatikana hapa Mtumba, Dodoma. Swala lako lolote lile ambalo linakusumbua la kielimu, unatamani kupata ufafanuzi, simu yako moja tu, saa 24 watu wa huduma watakusikiliza na kutatua changamoto yako. Hili limetekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na mradi wa shule bora chini ya serikali ya Uingereza. Mimi naitwa Fradias Mgoa na endelea kukaa nasi. Wizara ya Elimu, huduma zote mahali pamoja. Karibu tukuhudumie. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.